Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana kwa kufungua channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia mafundisho ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Leo tutakwenda kujifunza kichwa chenye ujumbe unaosema hatari ya mtu wa imani moja na wewe. Hatari ya mtu wa imani moja na wewe. Na Roho Mtakatifu akakuhudumia kwenye mafundisho haya. Mafundisho yakafanyika msaada kwako katika jina la Yesu. Ni kweli kwamba maandiko yanasema kwamba tutafungua nira pamoja na asiyeamini. Tutafungoja nira pamoja na asiyeamini. Maandiko ni kweli yamewekwa hivyo. Lakini pia maandiko yanasema kwamba chuma unoa chuma. Lakini pia maandiko yanasema kwamba watu wawili watatembeaje pamoja kama wasipopatana. Lakini vema kujua kati ya mtu ambaye ni rahisi kuharibu maisha yako ni mtu wa imani moja na wewe. Huyo ndio rahisi sana kuharibu maisha yako. Ndio maana kuna vijana ambao wameanguka dhambini kwa sababu walikuwa nafikiri kwamba kila mmoja alikuwa anamwamini mwenzake kwamba atamlinda wasianguke dhambini. Matokeo yake wamejikuta wameanguka dhambini. Walijiamini kwa sababu wana imani kwa sababu wote wameokoka. Wakawa hawana hekima ya kuepuka mazingira ambayo yanaweza kawapelekea kuanguka dhambini. Matokeo yake wakaanguka dhambini. Wakaanguka dhambini. Na pamoja na kuwa mambo mengine, michakato mingine iliendelea, lakini unakuta tayari walikwisha jichafua tayari. Walikwisha tembea kama mke na mume kwa sababu walikuwa wanajiamini. Kumbuka tunajifunza hatari ya mtu wa imani moja imani moja na wewe. Sema kwamba kuna usemi ambao unasema kwamba adui wa mtu ni wa nyumbani kwake, au kikulacho kinguoni mwako. Mtu wa imani mmoja na wewe ni mtu wa kuwa naye makini. Na kwa nini ni mtu wa kuwa naye makini? Kwa sababu ni rahisi kumwamini. Ni rahisi sana kukuamini. Na yeye atatumia kanafasi hako kwamba anajua kabisa kuna asilimia kubwa sana ya kumwamini. Atatumia kamanya hako kupitisha uharibifu kwenye maisha yako. Kukudanganya kwamba hata kama akisema uongo, kwa sababu unamwamini, itakuwa ni rahisi kwako kumkubalia au kukubali. Kumbuka kwamba ni kweli kwamba umeokoka na huyo ameokoka, lakini bado huwezi kujua ndani ya moyo wake kimejaa nini. Huwezi kujua. Kwa hatari ya mtu mwenye imani mmoja na wewe, hatari kubwa ni kwamba huyo mtu ni rahisi kumwamini hata kama akikudanganya. Na ni mtu pekee, ni mtu ambaye pia anaweza kuharibu maisha yako. Kuna watu sio kwamba wameumizwa na watu wa nje. Kwa sababu watu wa nje utakuwa na tahadhari ya hali ya juu. Mtu ambaye hana imani na wewe utakuwa na tahadhari ya hali ya juu. Kama mtu ambaye hajaokoka unaweza kuwa na tahadhari ya hali ya juu. Lakini mtu ambaye analiitia jina la Yesu kama wewe, kwa sababu watu ni rahisi hata kudanganya kwa jina la Yesu. Ni rahisi kudanganya kwa jina la Yesu. Akatumia nafasi ka wewe kumwamini, kukudanganya, kukuharibia maisha yako. Na ndio maana ni vema kumshirikisha Mungu katika kila jambo. Hata kama unamwamini huyu mtu ni wa imani moja na wewe, ni vema kumuuliza Mungu kwamba hili jambo kweli linatoka kwako. Hiki anachoniambia ni kweli kinatoka kwako. Alafu amani ya Kristo na yaamue ndani moyo wako. Kwa usimwamini mtu mpaka ukapitiliza. Mtu anaweza akatumia loophole ya imani kukudanganya, kuharibu maisha yako. Na haya tunajifunza kwenye Wafalme wa kwanza 3:13 5 mpaka 19, ambaye mtu wa Mungu kutoka Yuda ambaye alikuwa ni nabii alienda Bethel kwa neno la Bwana. Na Mungu alimwambia kwamba usile wala usinywe. Akatoa pale unabii kwamba mtoto wa Yosia atazaliwa katika ukoo wa Daudi. Atawachinja manabii kwenye madhabahu hii. Atateketeza mifupa kwenye madhabahu hii. Na akatoa ishara kwamba madhabahu itapasuka. Tazama, madhabahu itapasuka. Na madhabahu ikapasuka na majivu yake yakamwagika. Yeroboamu ambaye alikuwa ni mfalme alipoona hayo, akanyosha mkono akasema kwamba mkamateni. Mkono wake ukakauka.
ulipokauka, Yeroboamu akamwomba mtumishi wa Mungu amuombe Mungu, akamwomba Mungu na mkono karudi hali yake kawaida. Yeroboamu akamkaribisha nyumbani, na mtumishi wa Mungu akasema, hata kama ukinipa nusu ya nyumba yako siwezi kwenda pamoja na wewe, sitakula wala sitakunywa, maana nimeamuriwa kwamba nisile wala kunywa. Lakini alipoondoka pale, wako watoto wa nabii mmoja aliyokuwepo eneo lile, wakamwambia baba yake ambaye alikuwa nabii kwamba mtu wa Mungu amekuja na yote aliyoyafanya, ametamka hivi na ishara zilizotokea. Baba akamwambia, ameelekea wapi? Niandaeni punda. Akaenda akamfuata, na alipomfuata alipomkuta akamwambia, twende nyumbani tukale na kunywa. Akasema, hakika sitaenda pamoja na wewe, sitakula wala kunywa, maana Mungu aliniambia. Yule nabii akasema, mimi ni nabii kama wewe, na malaika wa Bwana amenijia kwa neno la Bwana, ameniambia ule na kunywa. Kwa sababu huyu ni nabii, mtumishi wa Mungu kutoka Yuda, ilikuwa ni rahisi sana kwake kumwamini. Mtu wa imani moja na wewe ni mtu hatari, kwa sababu anajua kabisa unaweza kumwamini kiurahisi, naweza akatumia nafasi hiyo kuharibu maisha yako. Na ndio maana wakati mwingine mabindi wamerubuniwa. Jamaa ambaye hajaokoka amemwambia, akajua namna pekee ya kumpata huyu ni kumwambia kwamba nimeokoka. Alipomwambia kwamba nimeokoka, na binti bila kufanya utafiti akaamini. Baadaye anakuja kugundua kwamba alikuwa wala hajaokoka. Hatari ya mtu wa imani moja na wewe. Yule mtu wa Mungu akarudi kwa sababu nabii mwenzake amemwambia kwamba Mungu amesema. Na mtu wa Mungu huyo ambaye alimkatalia Yeroboamu, ambaye na Yeroboamu hakuwa nabii, kwa ilikuwa ni sio rahisi kumkubalia kwa sababu sio nabii. Lakini alipokutana na nabii mwenzake alikubali tu kiurahisi. Muulize Mungu katika kila jambo. Usimwamini mtu kiurahisi kwa sababu ana imani moja na wewe, kwa sababu ni mtume kama wewe, kwa sababu ni nabii kama wewe. Muulize Mungu kwamba hili neno kweli linatoka kwako. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, basi usahau kusubscribe, lakini pia unaweza kuwashirikisha na wapenda mafundisho haya, au unaweza ka like, unaweza ka comment. Mungu akubariki katika